Sawa, tukisalia kwenye ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, nimeiona taarifa kutokea kule nchini Uganda ambapo inahusu bunge la taifa hilo, ambapo bunge la Uganda bana limeidhinisha rasmi pendekezo la serikali hakuruhusu kutumwa kwa wanajeshi wa nchi hiyo ukanda wa Gaza kufuatia mwaliko wa Marekani chini ya mpango wa Body of Peace unaoongozwa na rais wa Marekani Donald Trump. Naona pendekezo hilo liliwasilishwa bungeni na waziri wa ulinzi wa Uganda anaitwa Kinyoa Kiwanuka, ambaye aliwaambia wabunge kuwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF lina uzoefu na uwezo wa kushiriki katika operesheni za kimataifa za kudumisha amani. Uamuzi huo ni ishara kuwa Uganda iko tayari kuwatuma wanajeshi wake kujiunga na kikosi cha kimataifa cha kudumisha amani eneo la Gaza. Sasa mwezi Julai, gazeti la serikali la New Vision lilinukuu vyanzo vya kijeshi likiripoti kuwa rais wa Marekani Donald Trump alimuomba rais wa Uganda Yoweri Museveni kutoa msaada wa kijeshi kupitia mpango wa Body of Peace unaolenga kuunda kikosi cha kimataifa kinachosaidia kudumisha usalama ukanda wa Gaza. Sasa akiwasilisha pendekezo hilo bungeni, waziri huyo alisema kutumwa kwa wanajeshi hao kunazingatia mfumo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baada ya mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Trump pamoja na Rais Yoweri Kaguta Museveni. Aliongeza kuwa wanajeshi wa Uganda watafanya kazi kwa kuzingatia sheria za kimataifa na viwango vya kibinadamu. Umeona huo ni ule mpango wa bodi ya amani ya bwana Trump kuhakikisha kwamba maeneo mbalimbali kuwa na amani. Eneo la Gaza lile hususan Gaza inakuwa liko sawa. Uganda inakuwa miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki ambayo inaidhinisha wanajeshi wake kwenda kuungana na Trump kwenye kutafuta amani ya Gaza. Miongoni mwa watu ambao miongoni mwa stori kubwa kwa Afrika Mashariki. Mchungu atuambie huu ni ushirikiano wa Marekani na Uganda ni wa kihistoria ama ni mpya? Bwana, Uganda wanatufurahisha bwana Mtei, kwa sababu wiki hii unafahamu alizindua mpaka sanamu la Yona Netanyahu, ambaye huyu bwana alikuwa ni kaka yake Netanyahu ambaye alifariki katika ile operation maarufu ambayo inaitwa Operation Entebbe, ambapo ndege litekwa ilikuwa inatoka Paris ikaelekea katika nchi ya Uganda. Sasa operation leo unafahamu kabisa kwamba inatajwa kama ni moja ya operation bora sana ambayo imefanyika ikiongozwa na majeshi ya Israel. Sasa ukitazama ni kwamba Jenerali Muhoozi juzi ameenda kuzindua hicho kinachoitwa sanamu la Yona Netanyahu, na inakuonyesha sasa katika msingi wa kihistoria kuna swala la msingi kwamba namna gani Uganda wamekuwa na ushirikiano kama wadamu au wa kindugu dhidi ya nchi ya Israel. Hapa katikati tumeshuhudia matamko mengi kwamba wanasema Muhoozi kwamba kama Israeli wakishindwa waseme nitalituma jeshi la Uganda kwenda kusaidia, na tukashuhudia zikawa zinatolewa matamko mengi kwamba wewe unaweza kuzizuia zile drone Shahidi na Intercontinental. Kwa hiyo inaonyesha kwa namna gani kwamba Uganda pamoja na Israel wamekuwa na uhusiano wa wazi. Yani wao msimamo wao ni msimamo ambao kwa kweli wameuweka wazi bila kuangalia diplomasia ya kimataifa au msimamo wa kinachoitwa msimamo wa jumuiya ya AU, kwa sababu nafahamu msimamo wa jumuiya ya AU unatambua kwamba Palestina ni nchi na unatambua kwamba lazima tuweze kufanikisha kinachoitwa two state solution, kwa kwamba kuwe na taifa la Palestina likiwa linaishi sambamba zile taifa la Israel. Kwa sasa hiyo operation Entebbe ukitazama ambayo ilikuwa na jumla ya abiria 246 kihistoria, ambao kimsingi ilifanyika mwaka 1976 ambao huyo Yona Netanyahu alifariki. Utazama imepita takriban miaka 50 tukolofai kufanyika. Kwa sasa Uganda kumekuwa kuna muendelezo wa matukio, yani matukio ya kukumbuka historia, matukio kukumbuka hiyo kinachoitwa Operation Entebbe, matukio ya Uganda kujaribu kutoa matamko waziwazi kwamba wao wanasimama sambamba dhidi
ya Israel, kuna vita vya Gaza, hata kuna vita dhidi ya Iran. Kwa sasa na vile vile kihistoria kuna swala la msingi, unafahamu hao ambao wanaitwa Wayahudi walitakiwa waende pale Uganda. Kihistoria kwa sababu mpango ulikuwa ni kuwapeleka Argentina na mpango ilikuwa kuwapeleka wapi? Pale Uganda. Sasa kutokana wao na historia yao ambao wamekuwa kijenga hoja, tamaduni zao na kile ambacho kilikuwa kinaitwa harakati za kuwarudisha Wazayuni nyumbani kwao, wakaamua hapana, sisi nyumbani kwetu ni katika nchi ambayo inajulikana nchi ya Wapalestina. Kwa kweli uhusiano unaweza kautrace kuanzia namna gani Umoja wa Mataifa au dunia ilitaka kuwaita Uganda kama sasa waitoe kipande cha eneo waishi, kwa sababu wao wachache, kwa sababu kumbuka Hitler aliwaua kama milioni 7 hivi. Kwa kama wangepewa hata baadhi ya mikoa mitatu mingi wangekaa. Lakini kutazama wao walikataa Argentina, walikataa Uganda kwa sababu ya misingi ya kihistoria. Lakini kuna huo uhusiano kweli wa karibu sana kati ya Israel pamoja na nchi ya Uganda. Sawa bwana, hiyo ni kutokea kwenye bunge la Uganda ambalo wenyewe kama unajiunga nasi kwa muda huu, wenyewe wameidhinisha na kukubali sasa kutuma wanajeshi kwa kule ukanda wa Gaza kufuatia ule mwaliko wa Marekani chini ya mpango wa Body of Peace unaoongozwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Tuangazie mengine yanayojiri kwenye ukanda huu. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinaifanyia uchunguzi wa ugonjwa wa Ebola na kipindupindu pia abiria 255 waliokuwa ndani ya boti moja iliyozuiliwa katika mto Kongo. Boti hiyo inayomilikiwa na kampuni ya China ilisimamishwa karibu na bandari ya Bendebende, takriban kilomita 65 kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Waziri wa Afya DRC Roger Kamba amesema uchunguzi huo unafanyika kwa tahadhari baada ya abiria mmoja aliyekuwa na homa na kuendesha, ambaye alikuwa ameshuka katika kituo cha awali, kufariki akiwa hospitalini. Watu wengine 2, mtoto wa miaka 3 na mtoto mchanga, pia wamefariki waliokuwa abiria wa boti hiyo. Kwa hiyo imezuiliwa, inafanywa uchunguzi, na hiyo ni kutokana na tahadhari ambazo zinachukuliwa kule DRC za masuala ya Ebola pamoja na ugonjwa wa kipindupindu. Endelea kutuandikia maoni kutokea 0683802966. Bado tunao mengi ya kuzungumza. Endelea pia kutucheki live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Mimi ni Exaudi Mtejo, nilipokea yuko hapa. Godfrey Mchungu yupo mpaka 3 kamili za asubuhi.